Hatimaye siri zinazidi kufichuka. Iran yadaiwa kurutubisha madini ya kutosha ya uranium kwa siri sana kwa ajili ya kutengeneza makombora 9 ya nyuklia. Hii ni ripoti iliyotolewa na Rafael Gross, mkuu wa shirika la atomiki duniani IAEA, na taarifa inasema kwamba licha ya maonyo mengi kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, Iran imedhamiria kwa dhati kukamilisha mpango wake wa silaha za nyuklia. Iran ilifanya shughuli za siri za nyuklia na nyenzo ambazo hazijatangazwa kwa shirika la nyuklia la Umoja wa Mataifa katika maeneo matatu ambayo yamekuwa yakichunguzwa kwa muda mrefu, shirika hilo lilisema katika ripoti ya siri kwa nchi wanachama ilionekana kupitia shirika la habari la Reuters. Matokeo yaliyopatikana katika ripoti kamili ya wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki iliyoombwa na bodi ya magavana wa nchi 35 wa shirika hilo mwezi Novemba yanatoa njia kwa Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani kwa bodi hiyo kutangaza kuwa Iran inakiuka majukumu yake ya kutosambaza silaha. Azimio litaikasirisha Iran na linaweza kutatiza zaidi mazungumzo ya nyuklia kati ya Tehran na Washington. Kwa kutumia matokeo ya ripoti ya IAEA, mataifa manne yenye nguvu ya magharibi yanapanga kuwasilisha rasimu ya azimio kwa bodi hiyo kupitisha katika mkutano wake ujao wiki ijayo mnamo Juni 9. Wanadiplomasia wanasema itakuwa mara ya kwanza katika takribani miaka 20 kwa Iran kupatikana rasmi katika shutuma kama hizo na kutofuata sheria. Tehran inasema inataka kumiliki teknolojia ya nyuklia kwa malengo ya amani na kwa muda mrefu imekanusha shutuma za madola ya magharibi kwamba inatafuta kutengeneza silaha za nyuklia. Iran ilisema kwamba ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu nyuklia siku ya Jumamosi imechochewa kisiasa na inarudia shutuma zisizo na msingi, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti. Iran ilisema itatekeleza hatua zinazofaa kujibu juhudi zozote za kuchukua hatua dhidi ya Tehran katika mkutano wa magavana wa IAEA ambao utafanyika wiki ijayo. Ingawa matokeo mengi ya utafiti yanahusiana na shughuli za miongo kadhaa iliyopita na yamefanywa hapo awali, mahitimisho ya ripoti ya IAEA yalikuwa ya uhakika zaidi. Ilifanya muhtasari wa maendeleo katika miaka hivi majuzi na kuelekeza kwa uwazi zaidi katika shughuli zilizoratibiwa za siri ambazo baadhi yake zilikuwa muhimu katika kutengeneza silaha za nyuklia. Pia ilieleza kuwa ushirikiano wa Iran na IAEA unadaiwa kwamba ni wa chini sana na hauridhishi katika heshima kadhaa. IAEA bado inatafuta maelezo ya athari za uranium iliyopatikana miaka iliyopita katika maeneo mawili kati ya manne ambayo imekuwa ikichunguza. Majaribio matatu ya siri yaliyoshirikishwa yalipatikana. IAEA imethibitisha kwamba maeneo haya matatu na maeneo mengine yanayohusiana yalikuwa sehemu ya mpango wa nyuklia ambao haujatangazwa, ambao pia Iran hadi mapema miaka 2000 kwamba baadhi ya shughuli zilitumia nyenzo za nyuklia ambazo hazijatangazwa. Ripoti hiyo ilisema nyenzo za nyuklia au vifaa vilivyochafuliwa sana kutokana na mpango huo vilihifadhiwa katika eneo la 4 la Turquzabad kati ya mwaka 2009 na mwaka 2018. Shirika limehitimisha kwamba Iran haikutangaza nyenzo za nyuklia na shughuli zinazohusiana na nyuklia katika maeneo matatu ambayo hayajatangazwa nchini Iran, haswa Lavisan Shian, Varamin na Turquzabad. Ripoti hiyo ilieleza huko Lavisan Shian huko Tehran, diski iliyotengenezwa kwa metali ya uranium ilitumika katika utengenezaji wa vyanzo vya neutroni vinavyoendeshwa kwa mlipuko angalau mara 2 mnamo mwaka 2003. Mchakato ulioundwa kuanzisha mlipuko wa silaha za nyuklia, ripoti hiyo ilisema, ikiongeza kuwa ilikuwa sehemu ya majaribio madogo. Hata hivyo, Iran imekataa kuhusiana na suala hilo na imesema kwamba ripoti hiyo ni ripoti iliyochochewa kisiasa zaidi kuliko uhalisia wa mambo jinsi ulivyo. Wizara ya mambo ya nje ya shirika la nishati ya atomiki la Iran imejibu katika taarifa ya pamoja madai yasiyokuwa ya msingi ya kisiasa ya hivi karibuni ya wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA. Sehemu ya taarifa hiyo kuhusiana na ripoti ya Rafael Gross, mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, inasema kumekuwa na kukaririwa masuala yasiyokuwa na msingi, hakuwezi kuyapa itibari madai hayo na ni kisingizio tu cha kuandaa anga ya kisiasa dhidi ya Tehran. Taarifa hiyo ilielezea ikisema kwamba serikali za Uingereza, Ufaransa na Marekani zimekiuka mara kwa mara ahadi zao chini ya mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja JCPOA
na wakati huu wanataka kutengeneza mazingira mengine, hasa kwa kuzingatia azimio nambari 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na wakati huo huo kuweka vikwazo na mashinikizo haramu ya upande mmoja dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo ni kinyume na sheria za kimataifa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.